Sisi kama familia tunatakiwa tukae na watoto wetu. Tuna vijana kweli majumbani, tunatakiwa tukae nao, tuwaelimishe kwa maana ya amani ni nini, ili waweze kuilinda amani ya nchi na iweze kuendelea. Kwa sababu amani, sisi kwa mfano upande wa sisi wa dini tunasema amani hii tulionayo ni Mungu pekee ndiye aliyetupa. Kwa hiyo tutakapoiharibu itakuwa ni gharama sana kuirudisha. Kwa hiyo tunatakiwa tukae na watoto wetu kuwaelimisha mambo ya dini na waendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Amani ni neno dogo lakini lina maana pana sana. Tunaposema amani tunamaanisha hali ya utulivu katika nchi au katika sehemu yoyote ile. Kuna umuhimu wa kuwa na amani kwa sababu amani ni kila kitu. Unapokuwa na amani unaweza ukafanya kazi zako au shughuli zako bila kuwa na mawazo yoyote ambayo yanaweza kukupelekea wewe ukaona kwamba hapa utakosa kufanya kitu fulani. Lakini ukiwa na amani, au amani ni muhimu kwa sababu itatusaidia kuweza kuendesha shughuli zetu bila kikwazo chochote. Mimi nasema ilikuwa inataja tume ya kutumia. Sio wameandamana wenyewe bwana. Wameandamana wenyewe, acha wapigwe tu bwana nini. Sasa kuna tume ya nini hapa? Kuna tume tena hapa? Mimi sitaki tume hiyo. Watu wanataka amani wanaandamana. Kuna tume ya nini? Mimi naambia huyu mama asipoteze shughuli kuunga matume ya nini haya? Vijana si kama hivyo, vijana waajibike tu. Unaona Umuhimu wa amani si kama hivi tunapata riziki, usikie wenzetu Rwanda huko. Unaweza kuchukua mchele kama ukasikia bomu. Hapa tumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Ndio amani yenyewe hii. Sema kuna watu wachache wasiotaka amani. Amani inaanzia chini ya familia ndio inakuja juu huko